Siku moja baada ya Iran na Israel kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kila mmoja, Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza na vyombo vya habari kwa kina kuhusu juhudi zake za kujaribu kusitisha mzozo huo. Trump alisema kwamba alimwonya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika simu siku ya Jumapili kwamba huenda hivi karibuni akabaki peke yake dhidi ya Irani. Marekani pia ilitangaza jana kwamba haihusika katika mashambulizi ya Israeli ya anga na makombora dhidi ya Irani, baada ya wasiwasi kuongezeka kuhusu uwezekano wa vita vikubwa zaidi vya moja kwa moja katika Mashariki ya Kati. Irani na Israeli zilitangaza Jumatatu kwamba zitasitisha operesheni za kijeshi dhidi ya kila mmoja. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Israeli vimemkosoa Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuitaka Israeli kutofanya mashambulizi dhidi ya Irani, huku Israeli ikiendelea kushambulia Irani licha ya wito huo. Baadhi ya wachambuzi wanaona tofauti hizi za hadharani kuwa ni sehemu ya mkakati mgumu wa kusimamia mvutano huo. Tarehe 7 Juni, Israeli ililenga makao makuu ya Hezbollah katika kitongoji cha Beiruti, hatua iliyosababisha Irani kurusha makombora dhidi ya Israeli na kisha Israeli kujibu mashambulizi hayo. Gazeti la kiliberari la Haaretz liripoti kwamba Israeli ilishambulia Irani licha ya ombi la Trump kwa Netanyahu. Ingawa Israeli na Irani wameepuka mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya kila mmoja tangu mwanzoni mwa Aprili, Benjamin Netanyahu amekuwa akisisitiza mara kwa mara haja ya kurejea kwenye mzozo, jambo linaloibua swali iwapo makubaliano kati ya Marekani na Irani yanaweza kuzuia kikamilifu mpango wa nyuklia wa Irani na pia kutimiza matarajio ya Israeli. Barak Ravid, mwandishi wa masuala ya kidiplomasia wa Channel 12, alimnukuu afisa mwandamizi wa Marekani na chanzo cha Israeli wakisema kwamba Trump alimwambia Netanyahu katika simu, usijibu mashambulizi ya makombora ya Irani na ipe diplomasia siku kadhaa zaidi. Gazeti la Haaretz liliandika kwamba asubuhi ya leo ilibainika wazi kuwa juhudi hizo zimeshindwa na kwamba Israeli imeishambulia Irani, likiongeza kwamba pia kombora la balistiki lilirushwa kutoka Yemen. Gazeti la Maariv lilitangaza kwamba Israeli ina haki ya kujilinda kwa nguvu, kwa uthabiti na bila kusita dhidi ya mashambulizi ya makombora ya Irani, huku likikosoa taarifa kwamba Rais Donald Trump alijaribu kuizuia Israeli kujibu mashambulizi hayo. Gazeti hilo liliongeza kuwa Marekani inapaswa kuunga mkono hatua za Israeli katika mzozo wa pamoja baada ya kuzuia hatua hizo.